Karibu tena mwanafamilia wa MCD Sport Zone, tukaangalia habari kubwa za michezo na burudani, lakini hukumbushe kama ni mara yako ya kwanza kutembea channel hii, usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment ili wa kwanza kuzipata taarifa zetu za michezo na burudani kwa urahisi zaidi. Bwana, mchezo wa Simba dhidi ya Nsingizini Hotspurs nchini Eswatini umemalizika. Benjamin Mkapa palitulia kweli kweli. Mnyama Simba hajaweza kufunga goli, lakini amefanikiwa kutinga hatua ya makundi CAF Champions League, na hii ni baada ya ushindi mnono akiwa ugenini huko nchini Eswatini, ushindi ambao alipata wa magoli 3-0 akiwa ugenini. Lakini hapa kwa Mkapa imekuwa nyau, hawajaweza kuruhusu bao lolote, lakini pia Nsingizini pia hawajaweza kuruhusu bao lolote. Maana yake ni kwamba mchezo umeisha 0-0, lakini aggregate imekuwa Mnyama 3 Nsingizini 0, na Mnyama akafanikiwa kutinga hatua ya makundi klabu bingwa barani Afrika, historia ya kwanza Tanzania kuingiza timu 4 zote katika hatua ya makundi michuano ya CAF Champions League, lakini pia na CAF Confederation Cup. Ni kitu kizuri bila shaka kuona maendeleo makubwa yanaendelea katika taifa la Tanzania, kuona vilabu vyetu vinatinga hatua ya makundi 4 kwa mara ya kwanza. Haijawahi kutokea ukanda wetu wa Afrika Mashariki, lakini pia Afrika Kusini na Afrika Magharibi haijawahi kutokea. Haya mambo yanafanyikaga tu ni huko Afrika Kaskazini, tukimaanisha nchi za Kiarabu, lakini huku kwetu haijawahi kutokea. Ndio kwa mara ya kwanza Tanzania inafanya hivyo, kupeleka timu 4 katika hatua ya makundi baada Azam kutinga hatua ya makundi juzi. Jana Young Africans na Singida Black Stars wakatinga hatua ya makundi. Leo hii ilikuwa ni kazi ya Mnyama na amefanikiwa kutinga hatua ya makundi. Kazi nzuri kwa vilabu vyetu, tunapaswa kuvipongeza kwa kazi kubwa iliyofanya. Lakini pia yote kwa yote, nikukumbusha mwanafamilia, kama ni mara yako ya kwanza kuitembea channel hii, usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment ili wa kwanza kuzipata taarifa zetu mbalimbali za kimichezo, burudani, siasa na matukio mbalimbali yanaendelea kutokea ndani ya Tanzania, lakini pia nje ya Tanzania.